Karibu tena tujadili mambo kadhaa ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Tarehe 29 na tarehe 30 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025. Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mkutano wake maalum katika jiji la Dodoma kwa ajili ya lengo la kupitisha ilani ya chama hicho kwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Kikao hicho kimeongozwa na mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na mambo mengine, jana tarehe 30 mwaka 2025 mwezi huu Mei, Rais Samia Suluhu Hassan ama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa amesikika akitoa maelekezo na kuagiza ngazi zote za mchujo ama mapendekezo ya wagombea kuwa makini, kutenda haki, lakini akatoa angalizo kwamba ni vema mtu yule ambaye hafai akaelezwa kwamba kwa nini hafai, na mtu anayefaa kwamba akaelezwa kwamba anafaa kukivusha chama hicho ama kutokuwa Gwajimanize. Ikumbukwe, baada ya kutamka kauli hiyo, ukumbi ukagawanyika. Baadhi wakashangilia na wengine wakanyamaza, huku wakiwa wanageukiana ama kukunja sura. Maana yake ni nini? Kauli hii ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, imekuja siku chache baada ya mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam, Askofu Josephat Gwajima, kutoa hotuba yake ya kama saa moja hivi akieleza mambo mbalimbali yanayoendelea nchini, ikiwemo swala la kupinga mambo ambayo yanaendelea kwa namna moja ama nyingine, hususan swala la utekaji. Hotuba hiyo imekuwa shida kidogo kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ya Watanzania, ambapo baadhi wamefurahia na baadhi ni kama wamechukizwa na hotuba ya Gwajima ambayo alikemea zaidi utekaji na masuala mengine ambayo yanaendelea, lakini pia kutoa maoni yake na mwelekeo, ushauri kwamba nini kinaweza kufanyika katika kukomesha mambo haya ambayo yanaendelea katika jamii ya Watanzania. Mheshimiwa Rais kueleza kwamba hahitaji kuona wagombea ama watakaopendekezwa ambao watakuwa na notion kama za Gwajima, ni jambo ambalo linapaswa kutafakarishwa kwa kila kichwa chenye protein za uelewa. Jambo hili linanikumbusha mbali kidogo. Linanikumbusha mwaka 2015 wakati Rais Jakaya Kikwete alipoendesha kikao cha NEC pamoja na kamati kuu na NEC na mkutano mkuu pale Dodoma, ambapo wananchi ama wajumbe wa mkutano mkuu walipokuwa anaingia katika ukumbi wa mikutano, walilipuka na kuanza kuimba wimbo kwamba tuna imani na Lowassa, oya oya oya. Naye akapiga makofi akiimba kidhani kwamba ni ile wimbo ambao umezoeleka tu katika kolasi ya kawaida. Kuja kushituka kumbe wanasema kwamba wana imani na Lowassa. Kwa nini wajumbe waliimba hivyo? Wajumbe waliimba hivyo baada ya kupata taarifa kwamba Lowassa hayumo kwenye mapendekezo ya nafasi 3 za wagombea wa nafasi ya urais, wakati wajumbe walio wengi walikuwa wanamtaka Lowassa. Na baadhi ya viongozi wa kamati kuu akiwepo John Nchimbi ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, na kwa mujibu wa mambo yalivyokuwa yameenda ndani ya Chama cha Mapinduzi ndiye anatarajiwa kuwa mgombea mwenza wa
Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM. Bwana Nchimbi alijitokeza hadharani, lakini hakuwa peke yake, na baadhi ya wenzake akiwepo Sofia Simba ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake Taifa, wakipinga maamuzi ya kumwengua Lowassa na kumweka John Pombe Joseph Magufuli, Januari Makamba na wengine, hali ambayo ilileta mtafaruku kweli kweli. Lakini nini ikawa hatima ya hawa wa viongozi waliopinga ama kusimamia ukweli waliokuwa wameuamini? Nchimbi akapewa adhabu ya namna moja ama nyingine, akaondolewa nchini, akapewa ubalozi kwenda Brazil huko na kwingineko, ili tu asishiriki siasa za nchi ya Tanzania. Sofia Simba akafutwa wanachama. Nadhani tunaanza kuelewana polepole au kwa namna moja ama nyingine kwa haya yanayoendelea kwa sasa. Lakini si hivyo tu. Jambo hili linanikumbusha pia aliyekuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Bwana Humphrey Polepole, baada ya kifo cha Magufuli, yeye akaanzisha kitu kilichoitwa shule ya uongozi, akieleza mambo kadhaa ambayo alikuwa anayaamini, huku akitoa mifano fulani ambayo inaendana na vitu vinavyoendelea kufanyika ndani ya serikali na ndani ya umma. Baadaye akapewa zawadi ya kuondoka nchini kwenda kwa balozi wa nchi ya Malawi, lakini kwa sasa yupo Cuba kama balozi. Nini kinachoendelea kwa Askofu Gwajima? Tukumbuke, Gwajima licha ya kuwa mbunge, licha ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu, licha ya kuwa mjumbe wa mikutano mingine, Gwajima ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM NEC, na ujumbe wake wa NEC utakoma mwaka 2027. Hivyo hata kama atainguliwa kwenye nafasi ya ubunge, ataendelea kuwa mjumbe wa NEC mpaka mwaka 2027. Je, tujiulize, kwa mujibu wa taarifa zilizosomwa juzi na kueleza kwamba mpaka sasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima wako zaidi ya milioni 13. Well and good. Lakini tujiulize, yawezekana wapo wakina Gwajima wengi sana ndani ya hizo kura milioni 13. Kwa maana gani? Ichukuliwe kwamba kila wilaya CCM ipige mahesabu. Kila wilaya wanachama waliojisajili kwenye mfumo wa elektroniki labda wako 200,000. Uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi mkuu, CCM nadhani ni vema ikapiga hesabu. Kati ya wanachama wa CCM 200,000, natolea mfano, watakaopiga kura, watakaompigia kura rais, watakaompigia kura diwani, watakaompigia kura mbunge, je, watafika 200,000? Achana na wengine wapenzi wa Chama cha Mapinduzi. Nadhani inaweza kuwa tathmini nzuri kusikiliza kwa namna moja ama nyingine maoni tusiyoyapenda kwa kiasi fulani, ingawa sisi viongozi wa Afrika mara nyingi huwa hatupendi kukosolewa na wala hatupendi kuambiwa kile tusichokipenda kukisikia. Kitu ambacho ni waombe na ni washauri wagombea wote au wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi wanaoona wanaweza kusema kile wananchi ambacho hawawezi kusema, wasiende kugombea. Wasigombee udiwani, wasigombee ubunge, wala wasigombee nafasi yoyote ya uongozi ndani ya umma.
wabaki kama watu wengine katika professional zao. Kabla sijamaliza, nikupe mfano mwingine ambao ulitokea katika mkoa wa Mbeya. Alikuwepo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya akiitwa Dr. Steven Isaac Mwakajumilo. Dr. Mwakajumilo alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kama nilivyokuambia. Lakini ikatokea mkutano ama ziara ya makamu wa rais Dr. Philip Mpango katika mkoa wa Mbeya. Dr. Mwakajumilo wengi wanaomfahamu wanamfahamu yeye ni mnyofu. Ulimi wake umeokoka. Akatamka maneno fulani ambayo hayakumpendeza makamu wa rais Dr. Mpango. Baadaye kidogo Mwakajumilo akaondolewa kwenye nafasi yake ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Likawa pigo kwa mkoa wa Mbeya, hasa kwa CCM, hasa kwa wale watu wa Mbeya halisi wanaopenda ukweli. Mwakajumilo akaondolewa. Baada ya kuondolewa akapewa nafasi ya ukuu wa wilaya. Moja wilaya huko mkoa ni Mtwara. Niliwahi kumshauri siku ambayo uteuzi umetoka wa Dr. Mwakajumilo, nilimshauri kwa kuandika makala nikimsihi na kutoa maoni yangu kwamba ikimpendeza asingeukubali ule uteuzi, kwa sababu siku si nyingi hatakuwa mkuu wa wilaya. Lakini kama maandiko yasemavyo, hekima ya maskini huwa isikilizwi. Akaenda ama akaukubali huo uteuzi, akaenda kuwa mkuu wa wilaya. Na hata alipokuwa mkuu wa wilaya nilijaribu kukutana naye na nilimwambia yale yale niliokuwa nimewahi kuyaandika. Naye akanipa sababu zake kwamba kwa nini alikubali kwenye nafasi hiyo ya uteuzi ya kuwa mkuu wa wilaya. Lakini muda si mrefu akatenguliwa katika nafasi hiyo na kurejea kijijini kwao huko Busokelo, wilayani Rungwe mkoani Mbeya, akiendelea na masuala ya kilimo. Tunajiuliza sasa, kauli aliyokuwa ametoa Mheshimiwa Rais, je, nani ambaye anaweza kuipinga? Kwamba hawa akina Gwajima wanaogwajimanize chama hawapaswi kurejea, kwa sababu inaonyesha kama si wenzetu. Na kauli hiyo, kwa wale ambao hawakubahatika kuisikia hotuba ya Mheshimiwa Rais ama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu kuisikiliza. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1 2 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko. Chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake. Baada ya kusikiliza kwa ufupi hotuba hiyo, turejee kwa Gwajima. Je, nini kitafuata? Lakini kumbuka kwamba Gwajima alisema kwamba endapo kuna watu watatokea kumjibu kwa kejeli au kwa namna yoyote ile, atarudi tena na kusema vizuri zaidi kuliko pale alivyosema mwanzo. Kwa mfululizo wa matukio ambayo kwa uchache nimekukumbusheni, nini kitafuata kwa Askofu Josephat Gwajima?
Je, naye ataungana na Humphrey Polepole akipatiwa nafasi ya ubalozi kama ambavyo Humphrey Polepole baadaye aliungana na Dr. Nchimbi ambaye pia alipatiwa ubalozi baada ya kupinga maamuzi ambayo yalikuwa yamefanyika na chama chake? Lakini Dr. Josephat Gwajima, je, akiteuliwa kuwa balozi atakubali ama ataendelea na shughuli zingine zinazomuingizia kipato ikiwemo masuala ya kuhubiri Injili? Wewe mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na mambo haya yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania? Unayo nafasi ya kutoa maoni, ingawa kwa kauli ambazo zinaendelea ni kama kutoa maoni ni kitu hatari kwa namna moja ama nyingine. Je, nchi nzima inyamaze? Nani atathubutu kuinuka tena? Karibu kwa maoni yako.